sana kwa kupata mtoto mwingine kuongeza familia. Amen. Okay, fine. Kuna mtu ambaye anataka kumshuhudia kwa dakika mbili kama upo rush na nataka nifanye kama kanisa asifiwe kanisa. Amen. Nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Zaidi napenda kuwashukuru kanisa, mchungaji pamoja na familia. Amen. Umoja wa kina mama wa kanisa na kanisa kwa ujumla, wote ambao walishirikiana na mimi kipindi ambacho mke wangu alikuwa hospitalini, walionyesha moyo wa kunishika mkono. Kwa hiyo nipende kutoa shukrani zangu za dhati kabisa. Nasema asanteni sana kwa kipindi chote hicho. Mke wangu alijifungua kwa upasuaji, lakini afya yake inaendelea kutengamaa, yuko nyumbani, anaendelea na kuimarika zaidi. Muda ukifika na yeye ataungana na sisi hapa ili kutoa shukrani zaidi. Lakini nashukuru sana kwa wote mlioshirikiana na mimi. Asante sana. Maisha yanahitaji uone mbali. Mmoja anasema what does not cross your mind and your eyes cannot cross your hand. Ambacho hakipiti kwenye akili yako na macho yako haiwezi kapita kwenye mikono yako. Mungu alimuuliza Yeremia, unaona nini? Kwa kwenye maisha lazima uwe na maono makubwa. Mungu anaanzia hapo kufanya. Kama hauna maono makubwa, kama una maono ya hapa karibu hapa, Mungu atafanya kulingana na maono ambayo unayo. Kwa sababu kiwango cha imani zetu kinategemea kiwango cha maono yetu. Bwana sifiwe. Unapanga mipango, hakikisha unapanga mipango mikubwa. Hakikisha unakuwa na maono makubwa. Usiwe na maono tu ya kuishia hapa ya kuchenga, labda kama ni nyumba, nataka njenge nyumba ya chumba na sebule, basi niishie hapo. Neema inayokuja, provision ya Mungu kama neema inayokuja kusaidia, inategemea kiwango cha maono ulionayo. Maana Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? What do you see? Bwana sifiwe. Kwa kama kanisa Mungu anatusemesha kuona vitu vikubwa, kwa maana hatuoni tu hapa peke yake, tunaona vitu vikubwa zaidi ya hapa tulipo. Bwana sifiwe. Kwa maana tunaona hatuoni tu kanisa dogo ile watu 200. Tunataka mwakani tuchenge kanisa la maelfu, kwa sababu tayari mimi naona watu 1000 tayari hapa. Amen. Bwana sifiwe. Ndio nakusaidia hivyo eti. Ndio nakusaidia hivyo tayari. Wewe kama unapanga mipango, acha kuona madogo kinyonge. Acha kuona mbali. Inawezekana kweli hauna mtaji, inawezekana kweli hauna resource, inawezekana kweli hauna chochote, lakini usikose mipango. Bwana asifiwe. Maandiko anasema kitabu cha Ayubu, nani mtakusudia jambo nalo utadhibitika kwenu. Kwa Mungu anadhibitisha mambo ambayo tayari sisi tumekwisha kukusudia kama watu. Amani, amina. Amen. Siliwaambia makao tunanua gari ya kanisa. Yes. Ndio tunanua kabisa hiyo gari ya kanisa. Yes. Amen. Mimi siuliza tuna cash kiasi gani, sijui tuna cash kiasi gani, lakini the only thing I know najua tuna Mungu. Kwa kama tuna Mungu hapo hitaji kuhangaika, lazima wapande magari waje hapa. Yes. Ndio tunafundishana imani hivyo eti. Ndio sisi tunafundishwa imani. Bwana asifiwe. Amen. Jamani, amina. Kwa Mungu anamuuliza Yeremia, wewe unaona nini? Mungu anakupa unachokiona. Ndio maana wakati wa Ibrahimu, kabla Ibrahimu hajampa ile nchi, alimwambia toka, nenda kakanyage nchi, kaiangalie nchi. Akatembea, kanyaga kwenye ile nchi. Akaenda Abraham, akaangalia ile nchi, akaikanyaga ile nchi. Baada ya hapo ndipo Mungu akampa. Alimwambia tazama upande wako, tazama upande wako, tazama. Ulai, Mungu anakupa kile unachokitazama. Bwana sifiwe. Wewe kama una mipango ya kununua baiskeli, endelea kuomba tu. Kama kidogo hujafungua mungaji mkubwa, Mungu hawezi kupa baiskeli na kati wa mawazo yako ameshia kwenye baiskeli. Sijui kama kuna mshirika mwaka hapa anapanga kununua baiskeli. Bwana asifiwe. Sisi tuliokuja vijijini huko, hata kwenye baiskeli hiyo ndo kadiri kabisa. Phoenix. Bwana asifiwe. Amen. Mzee wangu alikuwa na baiskeli nyumbani hizo. Tulikuwa na baiskeli nyumbani, nakumbuka hizo. Bwana asifiwe.
Nyumbani sikuwahi kumiliki gari wala pikipiki na kanisa hizo. Ndio nafikiri ni mema tulikuwa tunamiliki gari hapo. Baiskeli hapo kanisa. Nakumbuka kabisa. Ila gari hatuwahi kumiliki. Wakati huo. Wanasi. Ila hiyo haimaanishi wewe hautakuwa na gari. Yaani unakotokea haimaanishi wewe utaishia wapi. Maisha haya unatengeneza mwenyewe. You make life by yourself. Amen. Kama unajua wazazi wangu hawakunisomesha, wazazi wangu hawakunipatia kazi. Udharaumu watu bure. Asimama kwa miguu yako, pambana. Tafuta. Maisha yanawezekana. It's possible. Usilalamike hapo. Na kisha kulalamika ndio Mungu anakuacha kabisa. Kosa sio kuzaliwa maskini. Kosa ni kufa maskini. So kama kanisa tuna mipango mikubwa sana na tumeshaandaa mwanzo wa mwaka, tumeshaweka tayari. Na hii moja mipango ni kuongeza maeneo. Tuna kiwanja cha hapo mbele ya kanisa hapo. Kuanzia mlango wa kanisa ulipo mbele mita 2 hapo mpaka barabarani. Kuna kiwanja hapo tulihitaji kununua mwaka jana. Nishaambia ile story akatwambia anataka milioni 6. And that time sikuwa na milioni 6 pia. Nilikuwa na struggle na ada ya chuo mwaka jana, nilikuwa nasoma kwa nilikuwa pia nalipa ada mwenyewe. Kwa sikuwa na hela, kasa sikuwa na hela. Lakini Mungu aliruhusu hivyo. Mimi namshukuru kwa yote yaliyotokea yote, namshukuru Mungu kabisa. Mimi kuambia hapa, niliofanya watu wengi watupe hela mwaka jana. Na hili namshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Ngoja niwaambie kitu. Chochote kinachofanyika kwenye maisha huwa ni darasa kwenye maisha. Hakikisha kuna somo unalipata kwenye kila kitu kinachotokea kwenye maisha. Yaani Mungu hawezi kuruhusu kitu kitokee kwenye maisha bure bure. Chochote kinachotokea kwenye maisha yako huwa ni darasa. So hakikisha kuna uchumi unaupata kwenye kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako. Ni wewe. It might be ugonjwa. Inawezekana ni ugonjwa, inawezekana ni kuachwa, inawezekana ni kataliwa, inawezekana ni kukosa kazi, inawezekana ni kutelekezwa mume. Kuna darasa Mungu analitoa. Kwa mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya kutokea mwaka jana tukakosa kiwanja. Na baadaye mwaka jana alisema hatuuzi hiyo milioni 6 tena. Wamekataa. Lakini tuliendelea kuomba kwa muda mrefu hapa. Of course we prayed. Tuliomba. Yaani tuliomba. And you pray, and you pray, and you pray. Na tuliomba na zaidi kuomba. Bwana sifiwe. Na baadaye akafungua mlango tena akasema sasa tutausia. Lakini this time sio milioni 6 tena. Ni milioni 12. Alright. Milioni 12 tukaomba, tukapunguziwa mpaka milioni 10. So naposema hivi, tunataka tupate milioni 10 kwa jecho kiwanja. 10 milioni. Na mimi natumia dakika chache sana. Uende kufikiria unasema shilingi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Enda kufikiria what can you give kwa ajili ya kiwanja hicho chenye alama kabisa kwa ajili ya kanisa. Enda kufikiria kabisa. Enda kufikiria unaweza kutoa kiasi. Inawezekana huna hela kweli hapa. Lakini unataka hela milioni 10 haraka. Milioni 10 sio nyingi sana kama unavyofikiri. Kwa sababu sisi tunataka tuwezi milioni kama 60 kwa ajili ya kazi. Lakini tunataka milioni 10 haraka kwa ajili ya kiwanja hicho. 10 milioni. Inawezekana ndo akiba ulionayo peke yako benki. Ndio unao benki au mshahara kabisa ambao unao unaingia. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa nataka tupate fedha milioni 10. Wewe kama una milioni 5, una milioni 4, una milioni 10 yote, una milioni 2, una milioni ngapi sana? Moja kitu tunamshukuru Mungu watu hapa ni watoaji. Yaani tunamshukuru Mungu watu hapa ni watoaji. Naona kuna neema ya kutoa. Jamani amini. So nataka milioni 10 kwa ajili ya kiwanja hiki. Na mimi niambia ukidai kupokea milioni 6 kuanzia advance. Mwaka jana tulitaka tupe milioni 3 akasema sitaki milioni 3 kwanza advance nataka sita. Lakini mkao amesema kama mna sita advance mtachukua advance next week. Nimwambia njoo wiki ijayo chukua advance yako milioni 6. Nimwambia kabisa. Ila balance is full. Bwana sifiwe. Kwa wakati sasa hivi na wiki ijayo tutakuwa tuna milioni 6 ya kumpa. Bwana sifiwe. So balance is full. So Mungu anakutegemea wewe. Na mimi nishaambia mimi sina gere ile kama nataka majani tishe kwa hiyo amna, I don't do that. Mimi naamini kwa mtoto mwenye moyo upendo kwa ajili ya kazi ya Mungu endelee. Lakini waamini kama unatoa fedha kwa ajili ya kiwanja hiki.
Mungu atakusahau. Nadhani wakishika kama tunayoomba maombi hapa, ni maombi ya kiwanja hicho. Na baada ya kinunua tutatoa sadaka ya shukrani kwa sababu tuliweka nadhiri, niliweka nadhiri kabisa. Mungu alichokiona tutatoa sadaka ya shukrani. Kwa amini, maombi tutakayokuombea ni maombi yanabona. Kuna wakati unaenda kuombea, unapiga magoti mpaka machozi yanatoka kabla hujamwambia. Yaani unapiga magoti hujamwambia mtu kwanza machozi yanatoka. Niko na tamka neno. So baada ya hapo mtu kwa kutoa sadaka ya shukrani. Personal kwangu. Kwa sababu nimwambia mtu pata kiwanja hiki, tutatoa sadaka ya shukrani kwa jecho kiwanja. So tunahitaji milioni 10 na next week tunahitaji milioni 6. Hela yote nakubaliwa isipokuwa ya wizi. Usiibe. Kwa ajili ya kutoa sadaka ya shukrani. Nipatie yale masteni tutaomba tukuelezea muda kidogo. So unataka hela kidogo this week, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5 hapo. Kiwa napata hiyo hela basi niombe tupate praise haraka. Fanya kitu Mungu anakuambia useme tu. Na mimi sitaki nikushawishi sana. Lakini fanya, unajua sadaka ya ushawishi haina matokeo. Yaani sadaka ya kushawishiwa haina matokeo. Sadaka iliyotoka ndani ya moyo hiyo ndio inakuwa na matokeo. Maandiko yanasema kuna watu waliotoa kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Bwana sifiwe. Mimi kati ya milioni 10 nitatoa milioni 2 next week. I will give 2 million next week. Yaani wiki ijayo hiyo tutapata milioni 2. Kwa kusema milioni bado milioni 8. Tupate mtu ambaye ana chochote milioni 1 na kitango na kingapi, milioni 2, milioni ngapi, tupate haraka kama huko. Katibu kwa ministeri, katibu hapo chapter. Wewe ushakumbuka, nataka nihubiri. Yaani michango sio ajenda kanisa, ajenda kanisa ifundishwe. Tuna milioni 2 kama una mtu amesha mkono. Whatever. Nakwambia milioni 2 sio kama hiyo ndo maximum. Ufanye kitu kwa nakwambia ufanye. Nataka tuone tumepata ngapi? Shilingi ngapi hapo? 500. 500. Okay fine. Mungu bariki sana. Hapa. Ngapi? 500. Sawa, tuna milioni 3 mpaka hapa. F40. Fine, thank you. Tunataka tupige neno. Kumbuka ukija tunataka milioni 6. Haraka. 100,000. Kwa tuna laki ngapi hapa? Milioni 3 na 100,000. 100,000, milioni 3 na 200,000. 100,000, milioni 3 na 300,000. Sasa inafika haraka. Nikiwa nasoma advance nilienda kanisa moja, tulikuwa tunaabudu. Ile kanisa walikuwa sima tunawabati, wao walikuwa naishi kanisa la Mabanzi. Na nilikuwa nafanya kazi. Nakumbuka kuna mzee mmoja kanisa alifanyika cha mgizo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa kile nakumbuka. F50. Kitu nakumbuka. Watu walikuwa wananyanyuka. Ilikuwa ni kuchapa jembe zimtaka. Masomo ilikuwa ni kutoa mshahara mwezi wote. Yaani miezi 3 hiyo mtu alikuwa anatoa mshahara wa mwezi yote mitatu. Kwa mtu kama anapata mshahara milioni 1 sasa mtu milioni 5. F50. Wako Alexa. Sasa mimi kawaza mtu anatoa mshahara miezi 3 yote ataishije miezi yote? Yaani watu walitoa mishahara, yaani mtu anapokea milioni kwa sasa milioni. Napokea kama sasa nitatoa milioni 1.5. 3 months salary. 100,000. Kwa mwisho watu walifanya na mimi nilikuwa ni kwa advance kwa na mimi kaigera. Nilikuwa nakaribia kumaliza, nilipomaliza hivi kabla sijamaliza nilipata kazi kabla sijamaliza advance nikapata katuma. Lakini na tena nakuja kushinda F30 nilikuta watu wamejenga kanisa. Na kuja kupigia picha niwaletea hapa. Kwa hiyo hamna kitu kinashindikana. Hamna kitu shingapi hapo? F30. F30 hapo.
Milioni 4 ishafika kweli? Au tumetoa tunazoziweza? Mimi wengine kama siwezi. Sasa nikiahidi na niweza maana yake nitaweza mwenyewe, lakini nikiahidi sio iweza maana yake nitahitaji msaada wa Mungu niwezeshe. Usio ukiahidi na niweza unaiweza tu, lakini ukiahidi ambaye hauwezi utaenda kumwambia Mungu yeye siwezi. Naomba niwezeshe. Kwa kama ile 20 unaona naweza 20, yani hapo badilisha kwa haraka. Haidi ambaye hauiwezi haraka. Tumemaliza tayari. Nipigie hesabu ile ni shilingi ngapi kwa haraka? 50,000. Tumefikia shilingi ngapi kwa haraka? Tufanyie mahesabu chao. Lakini Mungu akubariki sana. Asante. Thank you. Laki moja. Elfu 30. Elfu gashatu. Shingapi hapo tusaidie na nani imetosha? Imetosha kwa sasa hivi. Usisikie vibaya. Usisikie vibaya kabisa. Baba, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Mungu kwa ajili ya watu hawa wazuri wametoa sadaka kwa ajili ya ununuzi wa kiwanja cha kanisa. Milioni 3,700,000. Tunahitaji Bwana milioni 10. Lakini tunajua hakika Mungu atatusaidia kwa habari ya fedha hii. Na kazi itafanyika kama Mungu ishivyo. Bwana uwezeshe, Bwana bariki, Bwana wasaidie. Watangulie katika yote. Katika jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wetu. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wetu. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wetu. Wawezeshe, Mungu abariki. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. God bless you. Unaweza Bwana, praise you. Unaweza Bwana, unaweza. Ndio kasema unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza. Unaweza
kalamu yako, chukua daftari yako, nataka nianze kufundisha dakika chache hizi. Nataka nifundishe kwa muda mchache, baadaye tuendelee kuomba. Nataka tuombe. Amen. Tunamshukuru Mungu pia kwa ajili ya madhabahu ya Kanisa Difference. Ndio kumshangilia Mungu kama unafurahia kilichofanyika. Tafanya zaidi ya hapo na zaidi ya hapo. Nataka nizungumze kwa habari ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Nataka nizungumze kwa habari ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Nataka nizungumze kwa habari ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Power of the anointing of the Holy Spirit. Nataka nizungumze kwa dakika chache hizi tu ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Tumoja kulisomea, nisaidie kulisomea, bali nitakapokuwa na mwelekeza nisomee. Nataka nizungumze kwa habari ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Nataka nizungumze kwa habari ya nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Tuombe vyombo nisaidie bila kuniweza kidogo. Nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Nataka nizungumzie hapa. Nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Tanzia hapo. Biblia inasemaje? Matendo ya Mitume 8. Na inasema lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu. Akisha kuajilia juu yenu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Katika Yerusalemu. Katika Yerusalemu. Na katika Uyahudi na wote. katika Uyahudi wote. Na Samaria. Na Samaria. Na hata mwisho wa nchi. Na hata mwisho wa nchi. Nataka nizungumze juu ya upako wa Roho Mtakatifu. Mmoja ya msamiati ambao sio hapa kusikika ni msamiati wa upako wa Roho Mtakatifu. Yaani msamiati watu wameusema na najua wameusikia. Lakini nataka niguse kidogo kwa habari ya upako wa Roho Mtakatifu. Takusaidia sana sikiza vizuri. Nataka baada hapa tuombe. Upako wa Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Kuna watu mbali mpaka naitwa wazee wa upako. Wao ni wazee wa upako. Lakini upako wa Roho Mtakatifu ni nini? Upako wa Roho Mtakatifu ni nini? Upako wa Roho Mtakatifu ni nguvu ya Roho Mtakatifu zinazowezesha mtu kutimiza kusudi la kimungu. Upako wa Roho Mtakatifu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Upako ni nguvu za Roho Mtakatifu zinazowezesha mtu kutimiza kusudi au kazi ya kimungu kwa wepesi. So anointing is all about power. Upako wa Roho Mtakatifu ni nguvu za Roho Mtakatifu zinazowezesha mtu kutimiza kusudi la kimungu ndani yako wepesi au kwa urahisi bila kuslago. Jina jingine tunasema ni mafuta ya Roho Mtakatifu, kwa sababu mafuta yanafanya application. Kama ni gari linatembea vyuma vimeumana, kwa kinachotakiwa ni kuweka mafuta ili gari iende kwa wepesi na lifike mbali. Kwa upako wa Roho Mtakatifu ni uwezesho wa kimungu au ni nguvu za Roho Mtakatifu anazoziachilia juu ya maisha ya mtu kwa ajili ya kutimiza kusudi au kazi ya Mungu kwa wepesi. Kazi ya Mungu bila upako, kazi ya Mungu bila mafuta inakuwa ni ngumu. Kwa tunapoongelea upako, tunaongelea mafuta ya Mungu. Tunaongelea uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake ndani ya maisha ya mwamini. Bwana asifiwe. Na mtu anapakwa nini? Anapakwa mafuta. Nilifundisha moja ya alama za Roho Mtakatifu ni alama ya mafuta. Kwa unaposikia mafuta, maana yake ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Mathalan, jambo hili alianza kwenye Agano Jipya. Jambo hili limeanza Agano la Kale. Na nitakuonesha moja ya kitu unahitaji kama
mwamini unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye eneo lote lile la maisha, iwe ni biashara, iwe ni huduma, iwe ni kazi, iwe ni kilimo, unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Kitakacho kutofautisha ni mafuta au ni upako wa Roho Mtakatifu. Kama ni huduma, kitakacho kuwezesha kuwa na tofauti na upekee na uwezo, sio viwango vya elimu. Mafuta ya Roho Mtakatifu, upako wa Roho Mtakatifu ndio kuwezesha. Kwa swali la mafuta alijaanza neno jipya, na moja ya vitu mwamini unahitaji kunongana navyo kwenye maisha, Holy Spirit, Roho Mtakatifu. Daudi alipoona amekosea na Mungu anamwacha, ile Zaburi ya 51 kwenye toba ya Daudi anasema, na Roho wako Mtakatifu usiniondolee wali. Daudi anajua kazi na faida na msaada wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Kwa Daudi anapotoka anasema, Bwana, Roho wako Mtakatifu usiniondolee, mafuta yako usiniondolee wali. Daudi anajua msaada wa mafuta, anajua msaada wa nguvu za Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Daudi anasema Zaburi 89:20. Mathalan Zaburi 89 nzima ile inaongelea kazi ya mafuta au kazi ya upako wa Roho Mtakatifu. Zaburi 89 nzima. Kwa Zaburi 89:20 anasema Bwana amenipaka mafuta matakatifu. Bwana asifiwe. Kwa Daudi anasema Bwana amenipaka mafuta matakatifu. Kwa Daudi aliyofanya yote alichua, aliwezeshwa na nguvu ya upako wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo maana anasema ukiniacha ni hasara zaidi ya chochote. Anasema Bwana usiondolee wako Mtakatifu. Bwana Daudi amejua kama alishinda vita, alishinda kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu. Kama alitawala kwa sababu ya upako wa Roho Mtakatifu. Kama yani sema amina kama unanielewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Daudi anasema, nisomee Zaburi 89:20. Anasema you have anointed my head with the holy anointing. Nimemwona Daudi. Anasema nimemwona Daudi mtumishi wangu. Nimempaka mafuta yangu. Mafuta yangu matakatifu. Mungu anasema nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta matakatifu. Hauwezi kuwa mtumishi wa Mungu ambaye utakuwa na impact kwenye maisha ya watu kama hauna upako au hauna mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana anasema nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta, sio tu mafuta matakatifu. Na ukifuatilia maandiko utagundua Daudi alipakwa mafuta sio mara moja. Daudi alipakwa mafuta mara 3. Mara ya kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 16, Daudi anapakwa mafuta kwa mara ya kwanza na Samueli. Samueli wa kwanza 16 anapakwa mafuta nyumbani kwa baba yake. Amekuja Samueli akampaka Daudi mafuta kwa ajili ya kuwa mfalme. Lakini those time Daudi hakuwa mfalme bado, kwa sababu Sauli alikuwa bado anatawala. Lakini mara ya pili tunaona kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa 4, Daudi anapakwa mafuta. Samueli wa pili 2:4, Daudi anapakwa tena mafuta kwa ajili ya kuwa mfalme wa Yuda. Amen. Na yule anakuambia Yuda ilikuwa ni makabila mawili, Benjamin pamoja na nani? Na Yuda yenyewe. Lakini mara ya 3 kitabu cha Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 3 tunamwona Daudi anapakwa pia mafuta. Samueli wa pili 5:3, Daudi anapakwa mafuta kwa ajili ya kuwa mfalme wa taifa zima la Israeli. Anapakwa mafuta kwa mara ya 3. Kwa maandiko anasema Zaburi 89:20, nimemwona mtumishi wangu Daudi, nimempaka mafuta yangu matakatifu ili anitumikie. Bwana asifiwe. Hivi wale kwa Daudi alipakwa mafuta mara 3? Maana yake nini? Kwa nini Daudi alipakwa mafuta mara 3? Kila assignment tunayoiendea inahitaji aina ya upako. Kila hatua unayopiga kwenye maisha inahitaji uwezesho wa Mungu.
Kwa Daudi alipakwa mafuta wala kuingia kwenye ufalme, lakini alipokuja kuwa mtawala wa Yuda, maandiko nasema akapakwa mafuta, akahitaji uwezesho. Baadaye kutawala Israeli nzima akapakwa mafuta tena. Kila hatua ambayo unaipiga kwenye maisha inahitaji mafuta mapya. Kila msimu unaoendea unahitaji mafuta mapya. Kila kazi unayoendea inahitaji mafuta mapya. Kila biashara unayoendea inahitaji mafuta na upako mpya wa Roho Mtakatifu. Haitoshi ya kwamba nimepakwa mafuta tayari. Kila hatua unayoipiga inahitaji mafuta. Kama ni huduma unafanya mayadi tu, ukipanua mipaka unahitaji mafuta mapya. Ukiongeza mipaka unahitaji mafuta mapya. Ulikuwa unafanya biashara kibanda kimoja, ukiongeza cha pili unahitaji mafuta mapya. Ukienda cha tatu unahitaji mafuta mapya. Sema bila kama unaelewa. Yanahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu, yanahitaji uwezesho wa Roho Mtakatifu. Ulikuwa unafanya kazi, hauna biashara, unapokuja kwenye kazi na biashara unahitaji upako wa kubeba kwenye biashara. Sema bila kama unaelewa. Kwa Daudi alipakwa mafuta mara 3. Kila hatua ya maisha inahitaji upako. Sema upako. Wengine nikisema upako najua ni maji, wengine najua ni keki, wengine najua ni vitambaa. Maana mmezoea na vitambaa vya upako na maji ya upako na keki za upako. Upako, we speak of power. Speak of what? We speak of what? Sasa kwenye Agano la Kale Mungu hakumtumia mtu bila kumpaka mafuta kama alama ya kutengwa. Na kwenye Agano la Kale kuna makundi 3 hapa yaliyopakwa mafuta kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kundi la kwanza lilikuwa ni kundi la wafalme. Kwa ili uweze kuwa mfalme, Mungu alikuwa anawapaka mafuta wafalme ili kusudi watawala. Amen. Unaelewa kitu nasema? Kwa kwenye Agano la Kale wafalme walihitaji kupakwa mafuta. Hawa walikuwa ni watawala, walipakwa mafuta wafalme. Bwana sifiwe. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 10 utaona mfalme Sauli anapakwa mafuta kwa ajili ya kuwa mfalme wa Israeli. Na maandiko yanasema usome mstari wa 6, Samueli wa kwanza 16, baada ya Sauli kupakwa mafuta, maandiko yanasema akawa mtu wa tofauti. Anointing. Cha kufanya tofauti na watu wengine ni nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nisome Samueli wa kwanza 16. Wafalme walipakwa mafuta. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Nasoma kwa msaada wa Kristo. Baada ya Samueli kupakwa mafuta, kuna kitu kilitokea kwenye ulimwengu wa roho. Unapokuwa umejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, something happens. Na Roho ya Bwana ikamjilia. Maandiko yanasema na Roho ya Bwana ikamjilia. Kwa nguvu. Kwa nguvu. Nawe tarudia msaada wa Mungu. Na Roho ya Bwana ikamjilia. Na Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja nao. Unasema na misusu. Na Roho ya Bwana itafanyaje? Ikamjilia. Sio ita. Na Roho ya Bwana itakujilia. Sauli anamwambia Sauli, na Roho ya Bwana ukishawekewa mafuta. Kwa Agano la Kale tumia mafuta hizi oil kama alama ya Mtakatifu. Kwa akishawekewa mafuta kama alama, nguvu za Mungu zinashuka. Anasema na Roho ya Bwana atakujilia kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja. Baada ya kuchiliwa na upako, maandiko yanasema nawe utatabiri pamoja nao. Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Bwana sio. Kwa ile nguvu ya kugeuzwa imebebwa ndani ya nguvu za Roho Mtakatifu au ndani ya upako. Kwa Samueli anamwambia Sauli, leo Bwana kuchilia kwa nguvu, nao utageuzwa, utakuwa mtu mwingine. Hautakuwa tena mtu wa kawaida. Bwana sio. Mmoja wa watu wa kuogopa dunia hii ni watu wanatembea na upako wa Roho Mtakatifu au wanatembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Anasema nao utabadilishwa, utageuzwa, you will be another man. Bwana asifiwe. Amen. Unahitaji kuwa mtu mwingine. Achana yule ambaye alikuwa anavuta bangi. Yule
Huyo ambaye alikuwa ni Mkristo wa kawaida, akisikia limeibuka anakimbia. Akisha kuja Roho Mtakatifu akachilia mafuta. Maandiko yanasema mafuta ni nguvu ya kubadilisha kufanya watu wengine. Sema amen. Kwa wafalme walipakwa mafuta. Mamii makuhani priests, makuhani walipakwa mafuta. Alright? Makuhani watu gani? Makuhani watu ambao walikuwa ni wasemaji wa watu kwa Mungu. Makuhani walikuwa ni wasemaji wa watu kwa Mungu. Kwa kazi ya kuhani ni kupokea mahitaji ya watu na shida za watu, anapeleka kwa Mungu. Hao watu walipakwa mafuta, na hili lilikuwa ni kabila la Lawi. Kwa kabila la Lawi lilifanya utumishi, walipakwa mafuta kama alama ya kutengwa. Kundi la tatu walikuwa ni manabii. Kwenye Agano la Kale pia walipakwa mafuta. Nabii ni nani? Ni msemaji wa Mungu kwa watu. Tofauti ya kuhani na nabii. Kuhani ni msemaji wa watu kwa Mungu. Kuhani anapokea kwa watu, anapeleka kwa Mungu. Nabii anapokea kwa Mungu, analeta kwa watu. Unaelewa tunazungumza? Bwana sifiwe. Amen. Kwa nabii ni msemaji wa Mungu kwa watu. Nabii ni mouthpiece ya Mungu, ni kinywa cha Mungu. Kwa nabii alikuwa anapokea kwa Mungu, anasema kwa watu. Lakini kuhani anapokea kwa watu, anasema kwa hawa watu wote walipakwa mafuta. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kwa kwenye Agano la Kale hakuna mtu angefanya utumishi bila kuwa bila kupakwa mafuta, kama alama ya kutengwa, kama alama ya kuwekwa wakfu. Na kila mtu aliyepakwa mafuta alikuwa na impact ambayo haipigiki. Kwenye Agano Jipya sasa, kwenye Agano la Kale tunaona kulikuwa na upendeleo wa watu wachache, lakini kwa kazi ya Yesu ya msalaba aliyoifanya, kwenye Agano Jipya Roho Mtakatifu anakuja juu ya kila mtu. Kwa Agano Jipya kila mmoja ana fursa ya kutembea na upako wa Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye Agano Jipya sisi tunaitwa Wakristo. Wewe ni Mkristo kwa sababu unafanana Kristo. Wewe ni Mkristo kwa sababu ya upako. Kwa sababu neno Kristo linatokana na Kiyunani Christos, ambalo Christos linamaanishwa mpako wa mafuta, the anointed one, Christos. Kwa kama ni Mkristo, maana yake wewe ni mtu anayetembea na mafuta ya Roho Mtakatifu. Kwa upako wa Roho Mtakatifu ni utambulisho wa watu wa Mungu. Mimi ni Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu namfuata Kristo. Kristo nani? Maana yake ni Masihi, Mesaya, mpako wa mafuta. Bwana sifiwe. Kwa kwenye Agano Jipya kila mmoja ana fursa ya kupokea upako wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Agano Jipya wote tumekuwa ni wafalme, wote tumekuwa ni makuhani, wote tumekuwa ni wafalme, tunatawala juu ya nchi wote. Haleluya. Kwa kwenye Agano Jipya kila mmoja ana access ya kupata upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa nguvu za muziki ya saida zibagui ni nani? Hata ambaye kusoma na kuandika na jazwa anapokea upako. Hata ambaye ajui wala Mungu abagui. Kwa nini? Kwa sababu Agano Jipya tuna provision ya kote. Sema amina kama unaelewa. Amen. Sasa kwenye Agano Jipya kuna aina mbili za upako. Aina mbili za upako kwenye Agano Jipya. Na aina ya kwanza ya upako ni upako wa Roho Mtakatifu unaokaa ndani yetu. Upako unaokaa ndani yetu, the anointing in us. Aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu, tumishi wa Mungu. Aina ya kwanza ya upako, kila mtu aliyeokoka Roho Mtakatifu anakaa ndani yake kwa ajili ya kumwongoza na kwa ajili ya kumwelekeza. Kwa aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. Bwana sifiwe. Amen. Aina ya kwanza ya mafuta ni mafuta yanayokaa ndani yetu.
Nisome kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 27. Kwa aina ya kwanza ya upako ya mafuta ni mafuta yanayokaa ndani yetu, na hii ni hatua ya kwanza kwa ajili ya kutuongoza na kutufundisha. Yohana wa kwanza 2:27. Yohana wa kwanza 2:27. Biblia inasemaje? Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Yaani mafuta yanakaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Nasema nanyi, ni Yohana wa kwanza 2:27. Nanyi mafuta yale mliyopokea kwake yanakaa ndani yenu. Mafuta ni alama ya Roho Mtakatifu. Kwa hayo mafuta yanakaa ndani yetu. Hayo mafuta yanakaa ndani yangu. Hayo mafuta yanakaa ndani yako. Kwa hauko mwenyewe, kuna mafuta yanakaa ndani yako. Kazi ya mafuta ni nini? Wala hamna haja ya mtu kufundisha. Anasema wala hamna haja ya mtu kufundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha. Kumbe mafuta yanafundisha. Ila Biblia nayo ukisoma vizuri. Kwa kuna mwalimu anaitwa mafuta. Bwana asifiwe. Anasema kama vile yale mafuta yanafanyaje? Yanafundisha. Kwa haya ni teaching anointing. Kama yale mafuta yanavyofundisha habari ya mambo yote. Tena ni kweli. Wala si uongo. Na kama yalivyowafundisha. Yalivyowafundisha. Kaeni ndani yake. Kwa aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. The anointing within us. Kazi ya upako ni kutufundisha. Wapendwa, kuna vitu vingine utagombana na washirika. Jana nilikuwa nasikia ushuhuda mtumishi mmoja. Anasema alienda sehemu fulani kufundisha. Baada ya kufundisha, Mungu akamwonyesha mtu mmoja. Alikuwa ni mwanaume na Mungu akamwambia nimemchagua kwa mtumishi wangu muombe. Akamwombea. Na ile mtumishi alikuwa na earrings. Yule mtumishi alitaka mwambie asante, Mungu akamsudia. Anamwambia muombe mwacha aondoke. Wakamwombea akaenda. Alipofika yule mtumishi, alipoanza kumkaribia Mungu, alipoanza kujifunza, alipoanza kuendelea kwenye yale mafuta ndio maandiko akawa anamfundisha. Anasema akashika zile nenda kachomoa. Akatoka mwenyewe. Bwana asifiwe. Kuna vitu wanavyofundisha vingine. Injili yenyewe kali yenyewe. Tutabakiza washirika wawili hapa. Haina maana safurishi wetu ni msondoke. Nitakufundisha ukweli, kama naondoka ondoke. Kama unabaki ubaki twende mbinguni. Sina haja ya kudanganya nipeleke motoni. Nitakufundisha kweli ya Mungu. Bwana asifiwe. Yesu amewahi kufundisha injili ngumu. Washirika wote wakaondoka, baki na wazee wa kanisa peke yake. Hapa leo zingine nje wazee wanataka kuondoka. Ambia Bwana tunaenda wapi ikiwa neno la uzima linapatikana kwa Bwana Yesu? Tuende wapi? Bwana asifiwe. Tuende wapi Bwana kama neno la uzima linapatikana kwako? Bwana asifiwe. Nachomaanisha ni nini? Kuna vitu vingine unapomkaribia Mungu. Sawa nitakufundisha hapa, lakini siwezi nikajua hata maisha yako ya ndani. Lakini Roho Mtakatifu anajua maisha yako ya ndani. Kuna msingi kuendelea, atakuwa anakuambia taratibu. Hiki acha, hiki sawa, hiki hapana, hiki nenda, vaa namna hii, simama namna hii, chomekea namna hii. Kuna vitu vingine sivijua kama kuvijua, lakini Roho Mtakatifu atakufundisha mwenyewe. Amen. Bwana asifiwe. Ndapigana na wewe sawa. Mimi ninavyoviona nitaviona, lakini moyo wa mwanadamu ni kama kichaka. Mimi kuna maisha yako siyajui kabisa, lakini Roho Mtakatifu anajua hayo maisha yako. Kwa hiyo atakuwa anakufundisha, mwanangu, unawahi ibada, unachelewa ibada. Mtakazana hapa na matangazo, uchelewaji wa ibada unaongeza sana kanisani. Hata unaweza kubadilika, lakini itafika wakati Roho Mtakatifu atakwambia, mwanangu, imetosha sasa, wahi ibada. Utachelewa mpaka lini wewe? Utashangaa asubuhi saa 12 unafunga milango. Hakuna amefungua mtu kanisani mlango. Unafungua mlango wa kanisa mwenyewe tayari. Roho Mtakatifu ameungana na moyo wako, amekugusa. Kuna dhambi za
Kuna shida ambazo hatuwezi kuzuia kama watumishi kwenye maisha yako, lakini bora mkaribia Mungu. Ukimkaribia Mungu unachoma liko mtupu na mweupe na mwenye dhambi na mwenye makosa na mchafu. Mungu ndipo anaingia sasa kwa ajili ya kukamata na kufinyanga mwenyewe, anakubadilisha. Hayo ni mafuta yanayokaa ndani yako. Kazi yake ni kufundisha, kazi yake ni kuvunja, kazi yake ni kurekebisha tabia ambazo zimeshindikana, kazi yake ni kurudisha kwenye mstari. Amen. Bwana siwe. Haleluya. Amen. Hii aina ya kwanza ya upako, anasema na mafuta yanayokaa ndani yenu yanawafundisha. Mimi nakwambia basket ni nafsi sawa, lakini nafsi kiasi gani sijui. Lakini yale mafuta ukibasket ndio anakuambia mwanangu leo umebasket hili badilisha, utabadilisha mwenyewe. Ukija baada kukupa kanga, kama hujabadilika kanga ikusaidii, utabaki mzuri kanisani, utabaki mbaya ndani. Bwana sifiwe. Kwani wokovu ni kanisani tu? Kanisani huja mtakatifu badilika kabisa. Ukienda nyumbani vile vile utaongea vile vile. Utabaki mzuri taifa fungu la Mungu. Sasa nani watu? Bwana sifiwe. Unaweza tunazungumza lakini Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Hayo mafuta aina ya kwanza ya upako ni upako unaokaa ndani yetu. Kazi yake ya kwanza kisha kaa ndani yetu ni kwa ajili ya kukufundisha. Anasema na hayo mafuta mliyopokea na kaa ndani yenu, nayo yanawafundisha, wala hamhitaji mwalimu mwingine. Mwalimu wa kwanza ni mafuta ambayo yanakaa ndani yetu kama alama ya uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ukianza kumsogelea Mungu, ndipo unajiona ulivyo mbaya, ndipo unajiona ulivyo mchafu, ndipo unajiona ulivyo hujakamilika, ndipo unajiona madori unayo. Lakini the more you get far, ndio unajihesabia. Kuna watu ambao mna viburi ambavyo havijawahi vunjika, ambako unahitaji intervention ya Roho Mtakatifu. Tutakemea na kupiga makofi, kiburi hakitaka kuvunjike. Lakini the more unamsogelea Roho Mtakatifu, ndipo unajiona ulivyo na kiburi ndani yako. Kuna watu ambao ni wabishi na hawajui kama ni wabishi, yani wazushi na wabishi. Hawajui kama ni wabishi. Na ukimwambia ni mbishi na wabishi bado. Kama unataka shida mwambie mtu mbishi wewe ni mbishi. Atakwambia umejuaje kama ni mbishi. Na hajui kwamba tayari ameenda kubisha. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. The more unamsogelea Mungu na kumruhusu Roho Mtakatifu afanye operation, the more unajiona ulivyo mchafu. The more unajiona ambapo hauwezi. The more unajiona ambapo umekuwa unajihesabia haki. The more unakuja kwa appreciate kazi ya neema ya Mungu kwenye kukamilisha na kazi ya neema ya Mungu kwenye kustahilisha. Isaya anasema mimi nilikuwa ni mtumishi wa Mungu, nilikuwa ni nabii kabisa. Isaya alikuwa ni nabii na alikuwa ni mtumishi. Lakini maandiko yanasema Isaya alikuwa na midomo michafu na alikaa kati ya watu wenye midomo michafu. Maandiko yanasema Isaya sura 6. Maandiko yanasema siku alipokufa Uzia, Isaya anasema alimuona Bwana. Baada ya kumuona Bwana, Isaya alipo anajiona alivyo mchafu, alivyo na midomo michafu, ni kwa sababu amemuona Bwana. The day ukikutana na Yesu, ndio utajiona kwa haki yako haitoshi kuokoa. Ndipo utagundua neema ya Mungu ni muhimu sana. Ndio Yesu akikutembelea, ndio utagundua ndio bado mnyonge, ndio utagundua bado haujakamilika, unajihesabia haki. Wai. Ndani kwa bila sana. Kazania sisi kwa nini hapa? Yohana 14:17 tasoma alikuwa msemaji. Kwa msaada wa Kristo. Nasema ndiye Roho wa kweli upako na ukana. Okay, ndiye Roho wa kweli. Anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Hauwezi kumpokea. Kwa kuwa haumuoni. Kwa kuwa huyo Roho ulimwengu haumuoni. Wala haumtambui. Wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua. Mnamtambua huyo Roho Mtakatifu. Maana anakaa kwenu. Naye atakuwa ndani yenu. Ukisha okoka, cha kwanza Roho Mtakatifu anakaa ndani. Na
anaachilia upako wa ndani. Hii ni aina ya kwanza ya upako. Kitabu cha Yohana sura ya 7 mstari wa 37-38. Yohana 7:37 mpaka 38. Yohana 7:37. Ni aina ya kwanza ya upako unaopatikana ndani yetu. The anointing within us. Hata siku ya mwisho. Hata siku ya mwisho. Siku ile kubwa ya sikukuu. Yesu akasemaje? Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu, na aje kwangu anywe. Aminie mimi. Kama vile maandiko asemavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Asema mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Andiko hili alisema kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa kisha anaoka mito ya maji yaliyo hai, yenye uhai inatoka ndani yako kama alama ya Roho Mtakatifu. Kwa upako wa kwanza, aina ya kwanza ya upako sio vitambaa, upako wa vitambaa. Hizo zinaitwa anointing carriers. Tafundisha baadaye. Vitu vyenye nguvu ya kubeba upako wa Roho Mtakatifu tafundisha baadaye. Kwa sababu wengine wametembea kwa msamiati ya dini na msingi ya dini, don't know even scriptures. Kuna vitu vyenye uwezo wa kubeba upako. Na kuonesha upako kabisa. Upako unabebwa na unakuwa transfer na kuonesha. Lakini maandiko yanasema na haya mafuta yanakana neno yanawaongoza, yanawafundisha. Hapa naona Mungu anakazia sana. Nani kazia hapo? Sio kwa nini? Watumishi wa Mungu, moja kitu tunahitaji kuwa sensitive nao sana ni uongozi wa Roho Mtakatifu tokea ndani. Kuna vitu Mungu anakusomesha juu ya maisha yako kupitia Roho Mtakatifu, kupitia sauti ya ndani. Hayo ni aina ya kwanza ya upako. Zingatia. Watu wengi mtasema tukujua Mungu asemi na sisi. Mungu anasema na wewe kila siku. Why? Kuna mafuta na kana ndani yako. Na kazi yake ni kwa ajili ya kufundisha. Bwana siwe. Moyo wa mwanadamu ni kisaka kikubwa sana. Mimi siwezi nikaja kuchua maisha ya koja. Niwe kumwambia Mungu moyo wangu uko wazi, niko hapa. Nitengeneze. Yule mtumishi anasema baada ya kumwombea yule mtumishi Mungu anamtengeneza, afu baada ya hapo maandiko anasema yeye mwenyewe anasema mimi sikumwambia atoe zile hereni, alitoa. Na kuna maana nyingine, kuna dalili maana kuwa ni very specific kwa mtu. Bwana sifiwe. Amen. Kuna wakati mara kwa maelekezo very specific. Kuna kama Mungu anasema na hata kusuka usituke kabisa. Sasa hilo sio fundisho. Sio fundisho, lakini maelekezo ya Roho Mtakatifu anakupa mtu. Kwa kipewa maelekezo usuke. Sasa haina maana kila mtu asuke. Bwana sifiwe. Lakini unapaswa kudili na Roho Mtakatifu. Kuna kitu nakiita experiential knowledge. Kuna knowledge unaipata. Kuna ufahamu unapata kupitia kutembea na Roho Mtakatifu. Anakupeleka na kuelekeza. Bwana sifiwe. Hasa hapo itizaponi kukubali. Maana watu wengine hawakubali kufundishwa. Mchungaji usikilizi na mafuta na kufundisha nani anasikiliza. Na kuna watu wengi ambao mnakataa sauti ya Roho Mtakatifu kwa sababu mnaheshimu watu. Yaani compare sauti ya mtu afu nailinganisha na sauti za watu. Ilikuwa ni alfajiri ya leo, unajua Mungu amesababisha kwa ajabu sana. Nikaona niko mahali fulani na mama mmoja. Hafu ile mtu kuna kitu alitaka fanye, it was like a business. Alitaka niingize kwenye share ile business na mimi. Kwa sababu naona mimi mtu namfaa kwenye maisha na namsaidia. Kwa kawa anataka niingize kwenye biashara afanye na mimi nifanye kuwa sehemu ya ile biashara yake. Na biashara kubwa sana na faida. Na mimi nilikuwa sijamuomba, lakini kwa sababu aliona ile biashara inafaa, akasema nimuingize mtumishi wa Mungu. Sasa kawa anaomba kibali kwa mtu mwingine. Roho ni mume wake Adona. Kampigia simu. Kaambia naomba tumuingize mtumishi wa Mungu kwenye hii. Kwa sababu Mungu ameniambia atatufaa sana na atatufaa sana. Yule aliyepigia simu akawa anakataa. Akaambia usimuingize mtumishi. Usimuingize kabisa, akapambana naye akamwambia niko Mwanza. Subiri nije tuonane kwanza, lakini usimuingize kabisa. Huyu hapa Mungu anasema naye kabisa.
lakini akaenda kuseek consultation. Alipoenda kuseek consultation akadaa. Ghafla kaona ile mtu amekuwa frustrated. Akaja kwa kusema amekataa. Tuminga tabasamu. Hata alikuwa sijaomba. Kuna wakati mwingine tunashinda kutii maelekezo kwa sababu tunahitaji consult watu, kupata ushauri wa watu. Afu mwisho wa siku yale maelekezo tunapewa na Mungu yanaishia katikati. Nikaona yeye akashinda kufanya. Mimi sijui ningeingia kwenye biashara ningewasaidia nini, sijui. Na ilikuwa ni kwenye maono, mimi naona haikuwa kitu halisi. Lakini maana yake ni kwamba Mungu anafundisha, anahitaji kuwa msikivu juu ya sauti ya ndani kwa neno. Bwana si. Amen. Na mimi nilikuwa naona kwenye maono asubuhi. Mimi kamacha. Sikuwa nataka kusaidia. Na wala sikuhitaji kuingia kwenye biashara. Maana yake akawa na restrict mimi siingie. Unajua kizuia mtumishi wa Mungu asiingie kwenye business yako nini? Maana yake ni kwamba sihitaji msaada wako kwenye kazi unayofanya. Bwana sio. Sihitaji ushirika wako, sihitaji maombi yako, sihitaji mkono wako shirikiana na mimi kabisa. Lakini the issue is, kuna mtu alienda kuomba ushauri baada ya Mungu amemsemesha. Sometimes ushauri wa Mungu take it personal. Sikuwa ninaangalia kwa dada mmoja, tumesoma naye kwa chuo. Bwana rafiki yangu sana, nimefanya naye kazi. Alikuwa ameoka vizuri. Alikuwa anapenda kuvaa sketi fupi sana. Fupi mno. Alikuwa ni kiongozi wa kanisa. Lakini alikuwa anapenda kuvaa sketi fupi kabisa, ni fupi. Watumishi mimi mama naye. Na mimi nilikuwa nimejisikia kwa nini nimesimama. Ila baadaye nikachoka sema mimi sipambani na mtu tena mmoja. Maisha yakaendelea kuendelea na urafiki kwa fine. Bwana si. Na ameokoka hivyo hivyo. Na ndio maana amekulia mchini amesoma shule nzuri. Tukaendelea hivyo. Akaendelea na maisha yake. Atatei wakachuzi ndipo Dar es Salaam. Nilikuwa nimeenda chuo. Akanipigia mtumishi bali kama yuko Dar es Salaam. Mpaka sasa rafiki yangu sana. Akasema naomba nije kuona, nikamwambia njoo, akaja na gari yake, driver akaja tukaona. Kitu alinishuhudia, aliniambia mimi ni mzee wa kanisa. Bwana sifiwe. Amen. Na ile kaniambia wakati nikiwa naomba, Mungu alinisemesha kwa habari ya mavazi yangu. Akaanza kuniambia, mwanangu, hivi nafikiri kwa hizo sketi zako unazivaa hizo, ulishaangusha tu wangapi mitaani huko? Anasema nikajiona mambo limekuwa style. Kuna watu nawaangusha kwa ubadi wangu. Anasema ni watu wangapi wamejikua kwa sababu mavazi yako? Ni watu wangapi wanaenda motoni kwa vile unavaa? Sasa ni Mungu anamhubiria mwenyewe. Nazungumza kwa habari ya mafuta yanayokana ndani yetu. Sijamu ujumbe. Tukisema mtume ameenda wapi? Nafundisha upako aina ya kwanza. Upako unaokana ndani yetu. Kazi yake ni kutufundisha. Amen. Upako wa ndani ni kwa ajili ya kuongoza. Anasema na huo upako unakuongoza. Kwa mbili unakuongoza uendeeshe. Kwa haya mafuta ya Roho Mtakatifu au upako, kazi yake ni kwa ajili ya kuongoza. Don't go everywhere. Leadership. Haya mafuta yanatuongoza, kazi yake hapo. Watumishi wa Mungu. I was praying for anything. Nikaona niko na watu. Kuna business tunataka tufanye. Na watu. Ghafla nikiwa naomba, nikaona nimekaa na wale watu wawili. Na mimi nimekaa nao. Mmoja kashirikiana nao. Then tukawa tunakula chakula. Wakati mimi nakula chakula, nikaona kuna kama nilikuwa samaki na chakula kile. Unaelewa tunazungumza? Yaani tunataka tufanye joint venture. Biashara. Alafu wakati nimekaa nao nikaona tunakula chakula, lakini chakula kawa kishuku nikilaki na mimi. Maana unajua nini?
Wewe ukitaka nenda huko lakini huko ni matatizo matupu. Usijaribu kwenda huko. Okay, ndio basi tufanye pamoja. Twende pamoja you don't know people. Unajua watu wewe. Hawajui. Mtaona chakula kinanike. Na sitabu sana. Wao wanakula chakula kile lakini mimi chakula kishuka. Thank you Spirit. Sida. Wakati swali mtume alifuata akanipigia simu. Bia mtumishi, nataka nifungue huduma Bariadi. Siko Bariadi nikamwambia hiyo tena wakati sijafungua huduma hapo. Wakati huo anasababu na nafungua huduma. Hadi nataka nifungue huduma Bariadi huko. Nimekuwa napasikia Bariadi napatamani sana Bariadi nifungue huduma. Nikamwambia niko Bariadi. Nitafutie kiwanda kwa ajili ya huduma Bariadi. Nikamwambia una shida mtumishi wangu. Kisha niambia si mtumishi, unaonaje kama tukitumika pamoja? Unajua mlezi wetu kiongozi wetu unamfahamu, kiongozi wako kabisa. Unajua na mafuta na nini? Na Mungu amekuwa anakuonesha matumika naye. Kaambia sasa Mungu ameshaonyesha kwenda kwa nani. Unaonaje kama tukifungua huduma pamoja, tukatumika pamoja, wewe utapewa uongozi wa hilo kanisa kwa hapo Bariadi, lakini mimi nitakuja taanzisha pamoja. Nikamwambia ndio mnaliomba. Bwana si. Nafundisha upako wa ndani. Watu mtaingia sana mtamesi. Why? Hauko makini kumsikiliza Mungu. Mani amina. Amina. When I was praying, nikaona ndoto hiyo. Nikaona gari nzuri sana. Ndani kuna dereva anakimbiza ile ilikuruhusa. Alafu mimi sikuwa kwenye ile gari, nilikuwa niko juu na kwenye ile gari. Gari inakimbia mbio sana. Mafakati gari inakimbia mbio sana, nilikuwa na automatic pale juu. Ghafla nikaanguka juu ya bonnet. Gari inakimbia vibaya mwe na mwendo. Na nikuruza ina mwendo mkali sana. Nikaanguka juu ya bonnet ile. Ghafla ndio kwenye ile maono. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ghafla ndio kwenye ile maono. Mungu akaniambia umeona? Nikamwambia nimeona. Sasa ni juu yako. Ukitaka uende, ukitaka usiende. Hii huduma mtaianzisha sawa. Hii huduma itakuwa na kibali sawa. Hii huduma itakuwa, unajua hiyo usafiri hivi ni alama ya kufanya pelekea huduma. Itakuwa inakuwa haraka na itakuwa na mwendo haraka mfano unaendekuusa unayoiona. Lakini you want to be part of that ministry. Hautakuwa sehemu ya hiyo huduma. So mtaanzisha huduma lakini by any means itakuwa itaepuka migogoro na utajikuta unatoka maumivu makali sana. Don't show that. Nikamwambia Mungu asante. Sikumpigia tena simu yoyote. Kaishia. Sikumtafuta. Hakunitafuta. Baada ya muda mrefu nilijiambia moyoni. Akiniambia mtumishi wala kama imefikia nitaka nimwambie njoo Bariadi, nitakutafutia kiwanja cha huduma, nitakusaidia kuanzisha huduma, lakini mimi sitakuwa sasa hiyo huduma. Bwana asifiwe sana. Yale mafuta yanayokana ni yetu yanatuongoza. Kazi ya upako ni kuongoza kuhakikisha haukosei. Bwana asifiwe. Hata kwenye kuoa na kuolewa. Hata kwenye kuoa na kuolewa. You want to miss it. The day utaona mtu ambaye anataka kuoa utamfahamu. Na the day utakutana mtu ambaye anataka kuoa utamfahamu. Wewe achana na mafuta bwana. Wao kama watu wengine hawajui kwa nini unapigwa na mtego. Wewe ukapiga maktai. Mungu kama anafundisha. Sasa unataka kupea pressure kwa sauti ile mafuta kufundisha kuongoze. Kuna watu walipitia misoto ya kuvunja mahusiano kama na sita. Mpaka wakutana nacho. Hata kama Mungu akupenda. Mungu anapenda. Atakupitisha kwenye kila aina ya maumivu. Lakini mpaka utatoka. God doesn't care maumivu unayopitia. Anakea destiny yako iko salama. Basi. Hajali moyo wako umeumia mara ngapi. Anajali hatima yako iko salama. Wewe tu kaza moyo na kaza ubongo. Unajua moyo ukishapenda ubongo hauna akili, yani unakazwa. Wewe ndio kaza ubongo. Unakaza ubongo maumivu kwa moyo. Sema amina. So kazi ya pili ya mafuta nani? Ni kwa ajili ya kutuongoza. Mpendwa,
Usianze mwenyewe, usiende mwenyewe. Tafuta uongozi wa Roho Mtakatifu. Maana neno lako ni taa ya miguu yako. Anasema nitakuongoza na kuelekeza njia utakayoiendea. Mafuta yanakuongoza. So kazi ya pili ya upako wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kutuongoza. Aina ya pili ya upako ni upako juu yetu. The anointing above us. Nasikia ni kazi hapa. Mungu anajali unapitia maumivu kiasi gani. Mungu anajali anakupeleka wapi. Kama hakujali Yesu anapitia maumivu ya msalaba kiasi gani, alikuwa anajali hatima wokovu. Kwa Yesu alipitia kila aina ya maumivu. Kwenye madarasa ya kiroho Mungu anapitia kwenye maumivu mengi. Kuna wakati hii hata Mungu haipo amekuacha. Kuna wakati hata Mungu amwelewi kabisa. Lakini Mungu yupo anafanya kazi vizuri. That is a grace. Hilo ni darasa kuna mahali unaenda. Mimi kujiuliza, Yohana anatuma watu waende kwa Yesu. Nenda muuliza Yesu, hivi Yesu ndo yeye au ni mwingine? Wanasikia. Yaani Yohana ndiye alikuja kumtangaza Yesu. Sauti ya mtu aliyekana alikuja kutengeneza njia. What happens? Yohana amefungwa, anadauti Yesu. Yohana amefungwa, Yesu ajaenda kumwangalia hata gerezani huko. Hata message ya mtumia ya WhatsApp, samahani mtumishi tuko pamoja, hujaniona tuko pamoja. Amen. Yohana anasota magereza, Yesu yuko bila hajaenda. Na hana muda wa kwenda Yesu. Hivi Yohana kawaida hivi ndio Yesu nilikuwa kweli namtangaza au nilikosa hata mimi mwenyewe bwana. Yesu baada message anitumia WhatsApp kunijulia hali. Hajaikuja kuniambia yeye au hapana. Akatuma wanafunzi, "Endeni kwa Yesu ni yeye au nimsubirie mwingine?" Nilikosea. Yesu alichokifanya unajua alifanyaje? Aliita vipofu kama wawili akawakia mikono akaona, akaita kiwete akawasimamisha, akaita kiziwi akasikia. Hapa akamwambia wanafunzi, "Endeni mkamwambie Yohana, mnayaona na kuyasikia ndio haya. Aheri asiye na mashaka na mimi." Kuna wakati unapitia madarasa, unafikiria hata Mungu hayupo. Haina maana Mungu hayupo. Kuna wale unapitia madarasa, unafikiria hata Mungu aponya. Yaani Mungu anaponya. Ile tu kama Mungu hajakuponya haimaanishi Mungu hajakuponya. Ni darasa, Mungu anakutengeneza, anakufinyanga. Amen. Haleluya. Amen. Aina pili ya upako ni upako juu yetu. The anointing above us. Aina ya pili ya upako ni upako ulioko juu yetu. Na kazi ya upako ulioko juu yetu ni kwa ajili ya utumishi, for ministration, au kwa ajili ya kutimiza kusudi au kazi ya Mungu aliyotupa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Maandiko yanasema, "Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi." Akisha kuajilia juu. Kwa hiyo ni aina ya upako unaokuja juu yetu. Kama mtu anafanya huduma anaelewa. Ndio kaja kuhubiri lakini I don't feel anything. Lakini kana kuhubiri kwa nasikia kuna alama wanazidi. Sometimes nahisi nywele. I get shocks sio naelewa hapa. Like aligo. Bwana si. Sometimes nikiingia na style hapo. Yaani unasema hauisi uwepo, hauisi nguvu ya maisha. Kwa upako juu yetu mpaka Mungu anakuja. Haya ni mafuta ambayo yanakuja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Itumani physical sisi kutembea na mtu. Lakini ili kujabadilisha kupitia mafundisho. Pia kuna kile sema. Lakini namba 3 ni prayer. Prayer. Yaani maombi yanaita upako lakini pia ana maintain upako. Ukitaka mafuta sikoe, wewe nenda kuchamba kwa Mungu. Kwa hiyo kile alikuwa na mafuta kile kwa sababu maombi yashaganda, wana mafuta mgando. Mafuta mganda na matokeo. Sasa utachei moto mafuta yashaganda. Yaani ulipoomba mafuta yakaja. Wewe ukaenda ukalala yakaganda. Kuna mafuta mgando yana matokeo. So unachohitaji unahitaji kushare moto. Naona kuyeyuka. Yanaanza kuyeyuka. Yanakuwa ni mabia tena.
So kazi za upako. Kazi za upako na kazi za upako. Hapa sisi za anointing. Namba moja. Sitaifundisha kwa sababu ya muda kufanyia. Upako ni utambulisho, ni kututambulisha. Identification. Nimekuambia sisi ni wa Kristo kwa sababu tunamfuata Kristo. The word Christ is Messiah. Messiah means the anointed one. Kwa Mungu anatamani kila aliyeokoka atembee na mafuta ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nafikiri mafuta ni kwa ajili ya biashara, ni kwa ajili ya nini? Mafuta ni kila mahali. Namba 2, kutimiza kusudi la kimungu. Fulfilling God's assignment. Fulfilling divine assignment. Kutimiza kusudi la kimungu au huduma. Leo nataka nifundishe hivi lakini naona unitoshi kufundisha moja. Kufundisha. Kazi ya pili ya upako ni kwa ajili ya kutimiza kazi ya huduma. Huduma ambayo haina mafuta, hiyo huduma imekufa. Sikiliza. Injili sio ushawishi. Gospel is not manipulation. Injili ni nguvu. Warumi 1 anasema sionee haya injili kwa sababu injili ni uweza. Gospel is power. And power is anointing. Kama tunainjili na kanisa watu wanakuja na shida zao. There is something wrong there. Jukumu la injili kubadilisha maisha ya watu. Kwa anasema injili ni uweza uletao wokovu. Bwana sifiwe. Kwa kazi ya kwanza upako ni kwa ajili ya kutimiza jukumu la injili au kazi uliyopewa, assignment uliyopewa, unahitaji uwezesho au upako. It might be huduma, it might be biashara, it might be kazi, unahitaji upako. Yesu mwenyewe huduma yake ilihitaji mafuta. Huduma ya Yesu ilihitaji upako. Isaya 61 anatabiri. 61:1 Isaya. Juu ya ujio wa Yesu na baba atakuwa amepakwa mafuta. Kwa Yesu alihitaji mafuta kwa ajili ya kutimiza kazi ya huduma. Nikisoma kitabu cha Yohana 14:20, Yesu anasema aniaminie, anasema amini nawaambia, yeye aniaminie atafanya si tu haya niliyofanya mimi, bali hata aliyo makubwa zaidi ya kazi hizo usifanye mimi. Maana yake ni ili ufanye kazi usifanye Yesu, lazima una kiwango cha upako kama alichokuwa nacho Yesu. Aniaminie mimi, kazi hizi nazozifanya anasema atazifanya, na hata kubwa zaidi ya hizo atazifanya. Luka 4:18, Yesu anakuja kuanza huduma. Kabla ya kuanza huduma Yesu alienda jikani. Siku ambayo alipata mafuta akakimbia Galilaya. Anasema kaja sana kachukua kitabu akasoma. Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta. Kwa Yesu kabla ya huduma alipaka mafuta. Roho wa Bwana yuko juu yangu kwa maana amenipaka mafuta. Ili tangaza habari njema. Ili kufungua aliolewa na ibilisi. Ili kuponya aliolewa na magonjwa. Alipaka mafuta. Luka 4:18. Matendo ya Mitume 10:38. Matendo ya Mitume 10:38. Nasema na kwa habari ya Yesu Kristo anayetu jinsi Mungu aliyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa Yesu alipopita ilikuwa inajipa mafuta upako. Huduma Yesu itegemea upako wa Roho Mtakatifu. Sema kwa jinsi aliyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akasumbuka kila mahali akiwafungua wote waliolewa na ibilisi. Mafuta. Huduma yoyote inahitaji mafuta. Wewe umeitwa ni mtumishi, ng'ang'ana na magoti, tafuta mafuta. Ng'ang'ana na maombi na mifungo. Otherwise you will be dry. You will be a dry minister. Watu wengi tunapenda kuhubiri, hatupendi kuomba, kutafuta maombi na kutafuta mafuta mapya. Bwana sifiwe. Amen. Shoja niambia, mimi nikimaliza kuhubiri wanasahau nimehubiri nini? Na nimehubirije? Nafuta nasahau. I learn.
Tafuta mafuta na tena kwa watu wengine. Mungu azoeleke yetu. Zekaria anasema. Zekaria anasema hivi, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali kwa Roho wa Bwana, asema Bwana wa majeshi. Haufanyi kazi kwa nguvu zako, haufanyi kazi kwa uwezo wako, bali kwa mafuta. Not by power, not by might, but by my spirit, says. Bwana sifiwe. Kwa kusudi yote la kimungu ambalo nalo, hii utimizo unahitaji mafuta. Hata kama ni kuimba, you need anointing. Acha na kubadilisha sauti. Unaimba unabadilisha shuka. Unachanganya Bwana. Tafuta mafuta. Kama mafuta yapo, hautaki kuchanganya sauti. Kama mafuta yapo, wewe utakuswa na nguvu za Mungu. Kama mafuta yapo, wewe utakonect. Maana mtu wa Mungu akiimba, mwenye Roho Mtakatifu ana connect automatically. Ora bakante rebosika. Waimbaji tafuta mafuta. Bwana sifiwe. Amen. Kwa huduma yoyote inahitaji mafuta. Yesu alipaka mafuta, anasema not by power, not by might, but by my spirit. Si kwa uwezo, si kwa nguvu, bali kwa Roho. Bwana sifiwe. Amen. Wakorintho wa 2:4. Paulo anasema kuhubiri kwetu. Wakorintho wa 2:4. Wakorintho wa 12:4. Paulo anasema kuhubiri kwetu na kwenda kwetu. Wakorintho wa 12:4. Hakuwa kwenye hekima ya kushawishi akili za wanadamu, bali katika nguvu za Roho Mtakatifu. Maana yake wewe nilikuwepo. Bwana sifiwe. Amen. Sio kama ni biashara fani. Nimekwambia hata kutofautisha na watu wengine ni mafuta. Neema ya Mungu kishakuja, mafuta yanakubadilisha, mafuta yanakutofautisha, mafuta yanakuinua. My God, ukisoma Zaburi 10 nimewambia, mafuta yanakulinda, mafuta yanakuinua. Find anointing. Hakuna mchawi wa kuroga mwombaji, haipo. Sika unaelewa? Yaani mchawi yupi anaoroga prayer anaroga. Mwana maombi maiko bisha na tafuta mafuta na nguvu za Mungu. Unaroga nguvu za Mungu na sio nguvu za Mungu. Hao ni huko. Ujasiri mchawi unatoa wapi? Wewe, yaani wewe ujasiri anatoa mchawi kwamba mtu mwombaji anaomba, ana mafuta anaomba, ameconnect na Mungu. Mchawi anamroga leo. Ukiona unaroga maana yake umechezea mafuta. Yes. Ndio avoid. Unacheza mabini hama kunena na kubahitaji mimi. Mimi na kubahitaji na mabini, kazi nyingine hata kuvunja nira. Kazi ya tatu ya mafuta ni kuvunja nira. Nani kazi yao? Kuvunja nira. Kuvunja nira na kopra. To break yokes. Kazi ya mafuta upako wa Roho Mtakatifu ni kuvunja nira. Nataka ni kazi yao. Marize tuombe. Sahau mistari yote, sahau mstari. Isaya 10. Never forget that. Never forget that. Loka hapa nifundisha mstari usikwahi kusahau. Isaya 10:27. Nisomea hapo. Kazi ya mafuta upako wa Mtakatifu ni kuvunja nira kwenye maisha ya watu na vifungo. Isaya 10, usahau mstari huu. Yaani zungushia kalamu kabisa. Isaya 10:27. Huwa si usahau mstari hata nikiomba sana. Isaya kazi ya upako. Isaya 10:27 tutasoma kwa. Anasemaje? Tena itakuwa katika siku hiyo. Anasema tena itakuwa katika siku hizo. Mzigo wake utaondoka. Anasema mzigo wake utaondoka begani mwako. Begani mwako. Na nira yake. Na nira yake. Shingoni mwako. Shingoni mwako. Nayo nira. Nayo nira. Itaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Ya kutiwa mafuta. Maandiko yanasema nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Definition nyingine nyepesi ya mafuta au upako ni nguvu ya kuharibu nira kwenye maisha. Yoke breaking power. Anointing means the power to break yokes. Anointing au upako maana yake nini? Ni nguvu ya kuharibu nira. Anasema tena nira itaharibiwa
kwa kupaka mafuta. So when anointing comes, tunategemea nira kwenye maisha ya watu zikatuke, nira kwenye maisha ya watu zivunjike. Anasema itakuwa nira itaharibiwa kwa sababu ya kupakwa mafuta. Nira ni nini? Nira ni nini? Kuna kitu kinaitwa nira, kuna kitu kinaitwa kongwa. Nira ni nini? Nira ni nini? Nira ni nini? Bwana sikia. Nira ni nini? Hivi mnajua nira? Nira ile ambayo inaharibiwa kwa kukosa kwa mafuta ni nira. Nira ni mti. Wanafungoka wanyama wawili kwa ajili ya kukota mzigo au kwa ajili ya kulima pamoja. Huku Sukumani wanalima sana kwa ng'ombe. Kwa ng'ombe wawili anafungiwa mti hapa na hapa, wanakokota mzigo pamoja. Hiyo inaitwa nira. Kwa nira ni nini? Nira ni alama ya utumwa. Nira ni alama ya mzigo. Ng'ombe wawili anafungiwa nira na pamoja. Kwa Biblia inaposema na nira itavunjwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa nira kwa ulimwengu inawakilisha nini? Inawakilisha mizigo mizito kwenye maisha. Nira inawakilisha nini? Inawakilisha magonjwa. Nira inawakilisha nini? Inawakilisha laana. Na kazi yake nira kwenye maisha nini? Nira ina dictate mwelekeo. Ukiwa na nira hauendi unakotaka. So the yoke controls your direction. Kwa nira, mtu akiwa ni nira haenda anapotaka yeye. Nira ina affect mwelekeo kwenye maisha yako. Unataka uende kulia, nira itakulazimisha kwenda kushoto. Taka uje kanisani, nira itakulazimisha uende kwa ganga. Nira ina affect mwelekeo wa maisha ya mtu. Si kifungo nira. Nira ina affect speed. Nira ina affect speed ya mtu. Ukitaka kupiga hatua haraka uende, kwa kuwa una nira umeambatana na mtu mwingine, hauwezi kukaa na speed unayotaka wewe. Kwa kuna watu ambao Biblia mahali tayari wamefika, lakini kwa sababu ya nira wameishia karibu speed zao. Kana wewe ili ufanye mwaka mmoja kwa sababu ya nira, unaifanya miaka mitatu. Hata wewe ili upige mwaka mmoja, unaipiga miaka mitatu. Why? Nira ina affect speed kwenye maisha. Nira. Kama ni huduma hapa inabidi uende kwa miezi miwili, utaenda mwaka. Nira ina affect speed. Haujaona ng'ombe wawili. Ng'ombe mmoja kijitahidi kukimbia, mwingine kama hajataka house kwenda popote. Yes. Nira. Nira ina affect speed. Bwana siku. Nira ina affect maambatano. Yaani nira inakulazimisha utembee na mtu ambaye atakutembea naye. Unalazimika association. Yaani ngoma kishabiki nira nataka sitaka taenda. Kwa maambatano yasiyo sahihi, maana ingine ni matokeo ya nira. Ndio maana maandiko yanasema usifungiwe nira na watu wasioamini kwa jinsi sio sawa sawa. Usifungiwe nira na wasioamini kwa namna isiyo sawa sawa, maana hapana ushirika kati ya nuru na giza. Wana koma tu sijaona kama ni mpagani. Unaona mpagani, wale wanajiita mapagani. Maandiko yanasema usifungiwe nira na mtu asiamini kwa jinsi sio sawa sawa. Kwa sababu watu wanatumia. Wacha nisema, if you marry a good wife you will be happy, but if you marry a bad wife you will be a philosopher. Utakuwa mwana falsafa. Utajua mithali zote duniani. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Better to remain single rather than to marry a devil. Bora kuwa bega kuliko kumwacha. Maandiko yanasema better to remain single rather than to be married to a devil. Mfungiwe nira na watu wasioamini kwa namna isiyo sawa sawa, maana hapana mapatano kati ya nuru na giza. Kwa nira ina dictate mapatano.
Lakini namba 4, nila inadetermine hatima yako, destination. Kaishia wapi? Nila determines your destination. Lakini mwisho nila inadictate uhuru wako. Mtu ambaye kwenye nila hana uhuru. Watu kile ng'ombe amefunga moja, hana uhuru yule ng'ombe aende wapi kati yao? Hana uhuru. Watumishi, Maandiko yanasema hapana ushirika kati ya nuru na giza. Usifungiwe nila na wasioamini kwa jinsi sivyo sawa. Maana kuna aina mabatano hayataki kabisa. Wakati unafundisha kwa nguvu ya madhabahu niliwaambia kuna watu wamejiingiza kwenye mikataba ya giza kwa sababu ya mabatano. Ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Marriage is a covenant. Na kama ni agano, maana kuna vitu vya agano vinapita. Kwa you meant to be kwenye nila kwa sababu ya ndoa. Why? Because marriage is not a contract. Ndoa sio mkataba. Ndoa ni agano. It's a covenant. Na kama ni covenant, maana yake ni issue ya kiroho. Haujaelewa. Maana yake anasema mwacha mke wa ujana wako, umeliacha agano. So marriage sio mkataba. Mkataba ndio unavunjika, magano yanavunjika. Kwenye maisha ni alama ya nira. Nira ni alama ya nini? Ni alama ya utumwa kwenye maisha. Sasa Maandiko yanasema nira itavunjwa kwa sababu ya kupakwa mafuta. Kwa kazi ya mafuta, kazi ya upako ni kuvunja nira kwenye maisha ya watu. Bwana sifiwe. Kwa kazi ya upako ni baadhi kama kuna kitu kimekutesa, ni majini yamekutesa na ngoka, ni magonjwa yamekutesa na ngoka. Kila aina ya nira na viambaza na mateso na kongwa lazima zinavunjiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Kwa kazi ya upako ni kuvunja nira. Kazi ya upako ni kuvunja kila mizigo imewekwa kwenye shingo za watu. Kazi ya upako ni kuvunja kila mipaka ambayo sio kuongezeka. Kazi ya upako ni kuvunja kila viambaza, ni kuvunja kila nguo ambazo adui ameziweka wakisha ongeleki, ni kuvunja milango ya magereza, ni kuvunja